baada ya uchaguzi si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida. Kesi. Kila siku kwa kesi. Itumbi amesema, sijui ameandika nini. Sasa tukafanya kesi. Kaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Faruk PA, mtu mdogo, amesema amefanya. Haya, naita Faruk, amefanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya. Bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi, mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa, ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. Sasa nikamwambia, hivi tena kidogo ni nini? Just wait. Si umeniuliza swali? Kabisa. So nikamwambia, tafadhali tufanye kazi ya Wakenya, tuache hii makesi kidogo. Ndio hiyo, yeye ameanza vita na wabunge. Hawa wabunge wenye kumuondoa bunge, vita na wabunge. Nyinyi wabunge, kabla ya Disemba msiponipigia magoti mtaenda nyumbani. Wabunge ndio hawa. Wabunge ni wanasiasa. Sasa wabunge wakasema, Disemba tutaenda nyumbani tusipokupigia magoti. Okay. Kabla Disemba na sisi tutakushughulikia. Nasikia? Vita mwenyewe wameanzisha na wabunge. Ya tatu. Naibu wa rais, kazi yake kubwa ni kumsaidia rais. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta, you people in the media, you are witnesses. Mtu mwenye kwenda TV kutetea program ya equipment ya hospitali, program ya electrification, program ya barabara ya serikali, ilikuwa ni mimi. I went to more TV stations many more times than even the president himself. Kwa sababu ni kazi ya naibu wa rais kuprofile kazi ya serikali. Na wauliza nyinyi, KTN, Citizen, NTV, mulimuona Rigathi ameenda kuongea barabara siku moja, sitima siku moja, program ya UHC one day? What? For 2 years he never stepped in any station kusema program ya, wacha hata station, hata in public kuongea mambo ya serikali. Sawa, mimi nikamueleza, my brother, manifesto tumeandika housing, manifesto tumeandika universal health coverage, manifesto tumeandika tutasort out mambo ya walimu, manifesto tumeandika, na manifesto si gazeti. Mheshimiwa Rais, just wait, manifesto si gazeti. Nikamwambia, we made a commitment to the people of Kenya on housing, on universal health coverage, on making sure that we have a proper CBC model. Sasa kama huwezi kutetea, kama huwezi, na wewe nimekupatia mamlaka, hakuna kitu tumepitisha kwa cabinet ambayo haijaenda kwa ofisi ya deputy president kama chairman wa committee za cabinet. How are we going to run this government?